Siri nayo nisumbua moyoni mwangu. Okay. Nimefurahi sana kubali. Yaani furaha ambayo niko nayo hapa sijui hata nieleze vipi. Lakini nimekuita hapa kwa sababu najua wewe ni mtu karibu sana na Sabrina. Kwa hivyo sina budi kukusaidia kama ndugu wa Sabrina. Sasa utakapokuwa na shida yoyote, kwa sababu naelewa mnakuwa mnapitia changamoto ndogo sana huko chuoni. Sasa wewe unapokuwa na changamoto sisi tunakuambia. Najua changamoto ambazo mnazipitia huko chuoni. Usani kama binti wazuri kama wewe. So, mbona uongei kujibu kitu kwa kimya tu? Mbona niko sawa? Lakini kimya wako ulinipa jibu. Macho yako tu kinitazama hivi mimi napata majibu. Kendi, naomba niingie kwenye mawazo yako. Time of love, baby. Leo hii nipe muda wako wa mapenzi, muda wa mapenzi, muda wa mapenzi. Time of love, baby. Leo hii nipe muda wako wa mapenzi, muda wa mapenzi. So kuna watu wawili wamekuja kumuulizia Sabrina. Alafu inavyoonekana kama hapo kwenye mahusiano naye hivi. Kivipi yani? Yaani ongea yao, jinsi walivyokuwa wanajielezea, inaonekana kabisa walikuwa wanakuja hapa, wanalala, wanafanya vitu kwa pamoja. Kuna huyo Drana mimi namjua. Lakini kuna huyo mwingine anaitwa Duma. Kusema kweli simfahamu. Hata Sabrina aliwahi kumzungumzia lakini sio sana. Hakuwahi kuniambia kabisa kama alishawahi kuwa na mahusiano. Kwa hiyo unatakaje? Ninachokitaka mimi, yani mimi nafuata kilichonileta tu. Na ikitokea Sabrina amenipigia, basi nitachukua namba za Sabrina na kuwapa. Kuwa makini sana. Unamaanisha nini? Namaanisha kuwa makini sana. Siri nayo nisumbua moyoni. Tunakwenda kuitazama Time of Love, muda wa mapenzi, kupitia Movie in Swahili. Ninachokuomba ndugu mtazamaji ni kusubscribe channel yangu tu ili unapata update za movie tofauti kupitia Movie in Swahili. Nini ambacho kihappen kwenye episode ya 23 ni wewe tu kwenda kuitazama, na kutakia utazamaji mwema wa movie hii. Tunaendelea na series yetu ya Time of Love, na ikiwa ni episodi ya 23, Umi amefika mpaka nyumbani kwa kina Dranas na kukutana na mama yake Dranas. Dranas amebadilika sana, imefikia wakati ameshindwa kabisa kupokea simu ya mama yake. Hata akipokea simu ya mama ni kumfokea. Hii inamuumiza mama mzazi. Umi alivyoona tabia aliyoonesha Dranas kwa mama yake mzazi, akupendezwa nayo. Umi alimpa pole sana mama mkwe wake na kumpatia kiasi kidogo cha pesa. Tukiachana na Dranas na Umi, kuna mtoto mkali sana anaitwa Kandi. Kandi anaumiza vichwa vya vijana wetu Duma na Dranas. Duma siku ya kwanza kukutana na Kandi alichanganyikiwa, alikosa usingizi siku nzima. Aliahidi aturudi tena kwa Sabrina, lengo ni kumpata Kandi. Vile kwa kijana wetu Dranas mawazo yalimchukua juu ya Kandi. Uvumilivu ulimshinda, akamkaribisha nyumbani kwake. Mwisho wa episodi hii tumeona Dranas anajibebisha kwa kimahaba kwa Kandi na kumuomba azame kimapenzi. Je, Dranas atafanikiwa kushenyenta usiku huo? Fuatilia muendelezo huu kupitia chaneli yangu. Asante sana.